asifiwe. Sifiwe tena. Amina. Kwa majina naitwa Christine. Nimekuja nahitaji mahitaji. Mimi ni mgonjwa. Umetoka nyumbani? Niko hapa Nairobi. Wapi? Hapa Mbagathi. Mama wewe si mgonjwa. Mimi ni mgonjwa. Wewe si mgonjwa. Amina. Wewe unafikiria uko mgonjwa. Kile kiko ndani mwako ni tofauti. Umetumiwa roho ya mauti. Na ndio nakukula. Kwa sababu mgonjwa anaenda hospitali anapona. Akitumia dawa huwa anafanya nini? Anapona. Lakini ugonjwa wako hata ukitumia dawa haisikiki. Yenyewe kama sasa hivi nimetoka hospitali. Nikitoka nakuja nachoka, nakohoa, natapika. Naenda kuosha kidney. Ndio maana yake anasema ugonjwa wako ni wa mauti. Umesukumiwa mauti ndani mwako. Sasa hii si ya kwenda kutibiwa upone. Ni ya kwenda tu unaenda hospitali unapewa dawa unarudi. Unapewa dawa unarudi. Kwa sababu gani? Umesukumiwa mauti. Unaongoja siku ya kufa. Unahitaji wai ili uishi. Nikikuja nachoka, naanza kukohoa, natapika, silali na nimetoka usiku. Hautalala kwa sababu jini yako wanasema imeharibika. Sasa hata si kidney peke yake. Na umekuwa ukienda hospitali kwa muda gani? Nimeenda mwaka moja na miezi 6. Unafanyiwa kidney dialysis? Ni moja ama ni mbili? Mara mbili. Kidney zote ama moja? Kidney ni moja lakini naenda mara mbili kwa wiki. Unaenda mara mbili kwa wiki? Na unatumia pesa ngapi ukienda? Kwenda hospitali ama wapi? Hospitali. Hospitali wanakata, nililipa mwaka 1 year. Wanakata 10,600 kwa wiki. Ama kwa wiki mbili? Kwa wiki. Kwa hiyo kwa wiki mbili ni 20,000. 21,200. Sasa ndio manake wewe ukiniambia wewe mimi ni mgonjwa, mimi sioni ugonjwa, naona mauti. Kwa sababu wewe hukukuwa mgonjwa. Mpaka wakati ambapo ulianza usiku wakati ulipokuwa unalala. Hii shida inaletwa ukilala usiku. Ulianza kuwa unaota ndoto mbaya. Unaota ndoto unakula usiku. Na unaota watu waliokufa. Unawaona kwenye ndoto. So umeinuliwa madhabahu ya kifo. Sikiliza niwaeleze vile kifo huwa inatumanga kwa mtu. Na ukijua unaweza ukaiepuka. Halo? Si niwafundishe tu kidogo. Wakati mtu ametumiwa roho ya mauti huwa inafanyika hivi. Roho ya mauti ukijua umetumiwa roho ya mauti inaanzanga hivi. Inaanzanga na ndoto mbaya. Na hizi ndoto zinakuanga saa aina yake. Unaona kwanza unaanza kuota na watu waliokufa. Ukikula na wao. Na sile chakula huwa wanakula, chakula moja ni mchele, nyama na ya mchele nyama. Nisikilize tu. Naomba nisikilize hata kama unakuanga kichwa ngumu, sikia hii. Usipuuse hizi ndoto jamani. Na kuomba. Unaona mchele, nyama na unaona ni kama ni sherehe. Mungu kwa sherehe. Unaona Mungu kama sherehe. Sherehe. Na huyo mtu anakuongelesha. Hizi ni ndoto za mauti. Wakati umeanza kuota hivi, huwa kitu kinafanyika
mtu mwenye aliyekufa huwa chakula chake akiwezi kuliwa na mtu mwenye aliye hai. Aliyekufa ameosa. Umenielewa? Kwa hivyo mtu mwenye aliye hai ili akule chakula cha mtu aliyekufa lazima aose. Umeelewa? So wakati unapoanza kukula zile chakula kwenye ndoto, huwa sinachukua muda, sinaleta ugonjwa ambao unaitwa H. pylori. Kitu ambacho kinaitwa ulcers ambazo haziishi. Unaanza kutibu na haziishi. Unaleta hizo ndoto zinaleta kidney failure. Hizo ndizo zinaleta cancer. Halo? Ugonjwa wa moyo. Hizo chakula zenye unakula kwenye ndoto. Unaanza kusikia ni kama gasi. Ukiamka unasikia ni kama gasi imejaa kwa tumbo. Ukitoka kwa ndoto asubuhi unaanza kusikia ni kama gasi imejaa kwa tumbo. Unaanza kusikia kama kuna kitu kinatoka hapa kikipanda. So, ukienda hospitali watakwambia uko na kidney. So, utaanza kupelekwa hospitali kuoswa. Watakuelekeza katika kuoswa, mwishowe watakwambia imeambukisha ingine. So, inachukua muda, mwishowe inakuua ukitibiwa hospitali. Lakini ukipata madhabahu mazuri, uende huko na sacrifice yako, ile roho inatoka na unapona. Mnaona ule mama alitoka Kitui ako na kanza. Si mlimuona? Na alikuwa anaenda wapi Kenya? Sijui akasikia tunahubiri akafanya nini? Akaingia hapa ndani. Amerudi Kenyatta wakapima hakuna kanza. Ilienda wapi? Ule mtoto aliletwa hapa walisema ya kwamba ako na ugonjwa wa moyo. Ametembeshwa hospitali zote. Alipokuja hapa tukiomba, nikamwambia mama huyo si mgonjwa, ni roho ya mauti. Kurudishwa hospitali hakuna ugonjwa wa moyo. Hivyo ndivyo mauti inaletwa. So, yule mama si mgonjwa hata kidogo. Kile kiko ndani mwake anaugua mauti. Wamalize pesa zote ambazo wako nazo. Halo? Zile pesa zikisaisha awe serious wause sana. Mwishowe awekwe kwa kaburi. Ni madhabahu ya mauti imeinuliwa kwake. Umeelewa? Ikiwa unaota hizo ndoto, usitaki kunyamaza, unaambia mtumishi wa Mungu anakusaidia. Na ukiota ndoto za wanaume, unalala na mwanaume kwenye ndoto, unalala na mwanamke kwenye ndoto, inaleta infection kwa wanawake, inaitwa infection ya choo ambayo ishi. Unanuka ukiwa uhai. Ukienda hospitali unaambiwa ni infection ya choo. Hata kuna watu hapa mko na infection ambayo ishi. Haijaiisha, unatibu inarudi. Unatibu inarudi. Unatibu inarudi. Baba kifanye sasa, ndio ni yako. Si ni yako, si yangu, ni yako. Mimi nilikuwa nataka nikusaidie, ni yako. Kana una infection, wanakuambia ni ya choo, ya kizazi. Mpaka unatoa uchafu fulani ambao si wa kawaida. Umetibu, imekataa. Umetibu, umekataa. Ukienda hospitali wanakuambia hiyo ni infection ya choo. Kutoka hapo ukimaliza infection watakwambia uko na cancer prostate. Kanza ya kizazi. Chukua hatua. Hiyo kitu iondolewe, iishe, ukae mzima. Ama unyamazie, ikumalize. Si mimi nisema sasa. Umeelewa? Nimeelewa. Nitakuombea. Mungu atakuponya. Asante. Na wewe mwenyewe utafute madhabahu mazuri. Upeleke sacrifice. Amina. Ukirudi kwa dialysis, watakwambia mama, kwani ni nini walikuwa wanakutumia? Hakuna kitu. Amen. Watakwambia hakuna kitu chochote na utakuwa mzima. Amen. Amina.
Na mimi naitwa Ann, nimetoka side ya Tala. Mzee hapa. Shida yangu Ajarudi. Anarudi. Shida yangu ni huyu mtoto. Alikuwa anasomea Tala Boys na akawa anaanguka. Sasa hapo form 2. Anaanguka kifafa. Akipiga shule anaanguka chini. Nyumbani anaanguka. Nyumbani hapo anaanguka. Sasa wakati aliendelea hivyo, nikawa naambiwa na mwalimu mrudishe, mkimaliza akipona mrudishe tena. Mrudishe shule. Sasa baada ya hapo, nilipofika nyumbani, akawa anaanguka sasa nyumbani, wakati naambiwa na pastor yetu nyumbani, mrudisheni shule. Tukimrudisha anaanguka. Sasa ikafikia hatua akawa anapotea. Tunamsikia tukiwa nyumbani, tunaambiwa kuna Machakos. Tunamsikia ako Nairobi. Sasa venye alikuja huko Nairobi, alikuwa amepotea. Hata 30 minutes zilikuwa zimeisha, akapotea. Tukaambiwa ako huko Nairobi. Sasa tukampigia sisa yetu, huyu ni dadangu, akamchukua GM, kuja kukaa na yeye, tukampeleka shule nyingine tu hapa. Sasa venye alisoma last year, third term na first term, akaenda form 2. Hii term anjoingia kwa class. Venye alirudi tu wakakuta ananyonga usiku. Kwanza alinipigia simu akaniambia aliota ndoto mtu akiwa kuzimuni ameshika picha yake anamdunga tu. Mama, tuongee ukweli. Si tuongee ukweli. Kenye kuna mtoto kiko karibu na nini? Sasa baada ya kutuambia naota hiyo ndoto, mimi nilimwambia tuombe. Mama. Waachana mambo ya ndoto. Baada ya hiyo ndoto ngoja, achana mambo ya ndoto. Nani amesahau? Si mimi. Baba yake kwa. Ni alinitoroka. Baba yake kwa. Acha kutoroka. Hakutoka mbio kwa nyumba. Baba yake hakutoka mbio kwa nyumba. Nilikuwa msichana tu, hatukuwa tumeoana. Alikutoroka. Nilikuwa mjamzito. Alikutoroka. Mama. Na akaenda. Baba ya huyu kijana ni wa wapi? Ni Mkale. Na wewe? Mimi ni Mkamba. Sawa. Wakati alikutafuta ulifanya nini? Nitafuta. Nilikuwa nampigia simu, aliniacha nikiwa na mimi. Nikawa nampigia simu akawa apokee simu. Na sasa mimi nikajifungua tu na nikaanza kumlea. Hata kwa alikuwa anasema atanunua. Lakini atanunua, lakini angewahi kusaidia. Atanunua? Atanunua nguo kwa kuzalisha. Sasa nataka nikueleze historia shida ya huyu mtoto. Na usaidie mtoto. Saa hii uko na nani? Saa hizi sina. Umeolewa? Mwenye alikuwa alienda wapi? Mimi sijaolewa. Uliolewa? Baada ya kuzaa huyu mtoto ukakaa, kuna mtu ulipatana naye akaniambia tutaoana. Mama, akaenda nikapata mtoto mwingine. Hakukupea mtoto? Kwa hiyo alikwambia tutaoana, akaupa mtoto akatoroka. Mama. Na sasa hiyo shida ndio imetufanya tuje hapa, huko tunaishi tu hapa. Si tuongee mama usaidike. Unajua hata ukificha ninajua kila kitu. Ama nikuache tu mimi niombe mtoto wewe ukae simu. Mimi niombe mtoto apone akwe salama wewe ukae simu. Nahitaji msaada ndio maana nimekuja. Basi uniambie ukweli, alienda wapi mwenye alikupea mtoto wapi? Alienda tu Banyata. Sio uko peke yako. Alafu unakula kwa wenyewe. Mimi hata sikulala wenyewe. Unalala njaa. Unalala njaa. Unakula kwa wenyewe. Sasa nyamaza. Si unakula kwa wenyewe. Wageni wakikuja na wapelekana wapi? Jifanye uelewe. Au chaoleka, lakini wageni wakikuja unawapeleka kwa wenyewe.
Wachana na hawa wa kupeleka wageni kwa wenyewe. Ni kupea roho ya ndoa wageni wa kule kwako kwa nyumba. Amen. Si iko sawa? Maneno uzeeke pia ndoa. Kweli. Mtoto amekuleta shida ya mtoto bado na una shida. Ni kuombe hata kazi wewe usiki kwa mkono ikusaidie. Hakuna kazi unapata. Hata nitakuwa Na uko hapa na kanisa liko hapa. Na unateseka hapa. Mimi wanaishi mshauri. Nilifanya kuleta kaya na huyu. Nilifanya kuleta asomeni. Bona baba. Sina hapa nyumba nilikuwa nakuja kanisa hapo alafu nikatumia kiasi. Kukaacha kiasi. Sasa nimeamua kurudi nikaamua kuoleka. Akatuambia sisi hapo kuna kanisa. Nilikuja nilishangaa kuona kwa kanisa. Ni sawa karibu. Nyumbani kuna shida inaendelea, unakuta kuna watu wanakufa, baba yetu alikufa tu hivi, brother yetu. Mama. Munganga ni nani kweli? Alikuwa shosho yetu. Si shosho hata sijui ni shosho ya baba yetu. Mama si soso sijui si soso. Tuseme tu kweli. Nani alikuwa munganga kweli? Ni mbali sana. Si soso. Si shosho yetu, ni shosho ya baba yetu. Huko nyuma. Ni soso ya baba yetu. Na mwenye amesaliwa na Mbou ni nani? Na? Mbou. Mbou. Na dada yetu pia mwenye ananifuata. Mko na mganga kwenu kwa nyumba? Lakini si aliambiwa na pastor ameombewa hivi. Aje. Na hajawahi kufanya mwenye anasaliwa hivi anasaliwa nani? si tunajiwanga mganga wa original. Anafaa vitu hizi tu akiwa mdogo. Alisaliwa na hizo mbegu hapa na singine ameshika hivi. Hatujui yapewa. Lakini si alisaliwa nazo. Sasa tutakumbuka sababu alikuwa anavaa hizo mbangili huku kila mahali na ukizitaja anangojeka. Unaona mzigo ni kitu mnajua ni kuficha. Hizo hatujaambiwa. Lakini tulikuwa tunamuona amepandishwa hizi vitu. Na ukizitanja anapelekwa kwa mganga, anaenda anarejeshwa tena. Mwalimu akimtaja anangojeka tunampeleka. Basi alisaliwa na zile vitu zinaitwa mbovu, hizi ni mbovu. Hizi tunazijua hizi za mganga alikuja kwenu nyumbani. Sasa haya madhabahu yamejengwa kwa sababu ule mganga mlikataa kufanya yale madhabahu yalipoletwa, yakakosa mtu mwenye anaelewa vile yanatolewa matambiko, so yanakula watu. Sasa ikiwa mganga hapo nyumbani akiondoka na hapo ambia wale wamepaki vile watafanya, yale madhabahu yanaanza kujitawalia sacrifice. Na sio tusaidie ndio. Na nyinyi wenyewe mkafanya makosa, mumeleta waganga kwa pombe. Walikuwa huwa wanakuja kutengeneza pombe. Na wao ni wakora, wanawadanganya. Badala ya kutengeneza pombe ni mapombe wanamaliza. Tangia wakuje, kifo hakijaisha. Kinaendelea. Mnahangaika. Si mimi ni uwe mjawi, mpone na muishi. Mbona utaki tuwe mjawi? Mimi sijasema sister. Mumesikia nikitaja sister yake kweli? Sijasema, mimi nimesema si mimi ni malisani na mchawi familia pole. Sababu huyu mtoto anjoia. Sasa asubuhi aliamuka vizuri tukamwamusha 6. Tulimwamusha hakuwa anasikia hadi saa 2. Wacha nikuonyeshe kile nasema. Huyu anajua. Si mimi mnataka amkataki kusema huyu anajua. Tuongee na yeye. Huyu anajua usikamili. Tuongee na yeye. Ni msichana mwingine. Haya, msikie maji tuongee. Huyu anajua pombe. Tuongee na yeye. Haya. Unaitwa nani? Maxwell. Kwa ndoto unaonaga mwanamke ama mwanaume? Wote. Unaonaga mwanamke amevaa aje? Hata sijawahi hiyo kana. Lakini anafanana nani huyo mwanamke? Mdogo ama mzee? Si mzee. Haya, nyamaza. Na huyu mwanaume unaona ni mzee ama ni kijana? Ni kijana. Wengi wanakuanga wengi. Wanakuanga wengi. Haya.
Lakini mwanamke ambaye anaona kwenye ndoto ni mwanamke ambaye akisimama hii picha yake anajua. Huwa anatuambia. Huwa anatuambia kuna vijana wanamunyonga na kuna msichana anamkata. Basi. Na huyo msichana akisimama hapa hiyo picha anajua. Sasa swali, mbona mimi ndio ninamwambia, mimi ndio nimesema. Sasa swali nikiwaeleza kile kinakula kingine. Nikianza nimemwambia kile kinakula kiliko karibu na nyinyi. Ulisikia nini nilisema? Nikianza nimesema mtoto si mgonjwa. Kile kinawakula kiko karibu. Waje hivyo huyo sistangu anamwambia atatusaidia. Kwa hivyo tukubaliane na yeye afanye nini au anatusaidia. Hata leo hii tu alikuwa ananyonga ananiambia yule sister, kuna yule mwanamke alinikata kamba. Kwa hivyo amesema mkubaliane na yeye au anatusaidia. Mimi nikamwambia mambo ya watu wamekufa na sisi tuko hai hatutaki. Huyo sister alikufa? Si ndio? Hayuko. Na mwenye anamunyonga ni anasema ni kama kazini yetu lakini huyo ako hai. Swali. Ile yangu si mjawi, si mjawi. Mimi sisema ni mjawi. Na nyinyi si wachawi. Mimi ni watu wazuri. Mko hivi. Watu wazuri sana. Na sisi tumekuja tunahitaji msaada. Na mimi natamani Yesu wangu amalizane na uchawi kwenu mkae salama. Na nyinyi hamtaki. Amen. Hamtaki. Tunataka. Si mnakaa sana hapa. Tunawazana aje na huyo alikuwa ananyongwa tunamwombea 30 minutes mtoto akinyongwa. Na ndio unaona tu mimi nitapiga mchawi ukambani. Na nini mpone. Mnajua Makueni? Makueni county. Makueni county najua. Lakini hatujawahi yenda huko. Hamjaenda huko. Mnajua Makueni? Na mjaenda huko. Hatujafika huko by the way. By the way hamjafika huko. Na huyu mama alitoka wapi? Makueni county. Nimesema Makueni county. Alitoka wapi mama? Kama ni Makueni. Alitoka wapi? Alikuwa anapitia. Mama ilikuwa imeharibika. Mama ilikuwa imeharibika. Mama alikuwa mgonjwa. Tuongee tu ukweli tu. Ambaye alikuwa mgonjwa. Sasa tukaona hata tunaenda mganga. Alitoka wapi? Makueni. Asante. Nilikuwa. Ukiona watu wamekaa hapa, kazi inayofanyika hapa, ninaiona kwa anga vile ilienda kesho. Ukweli mlienda kutafuta msaada akukua kuzuri. Mama angeenda. Akukua kuzuri. Lakini vile alikuja mganga. Mambo kakuwa sawa akasoma tamu 1. Tamu 2 ikarudi tena 0. Ikarudi 0. Sasa tunaona ya mganga si permanent. Tunataka hiyo ya Mungu. Permanent. Ya Mungu. Ndio maana sister yetu akatwambia atuleta hapa. Si mkubali muokoke kwanza. Tutakubali tuokoke. Mkosoa. Ndio. Sister ukosoa. Hata huyo sister yetu baada kubali uokoke utaokoka kubali uokoke. Sister. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Nilikuwa nakaa hapa nyuma. Wale maneno walikuwa nakaa hapa nyuma. Nilikuja kuwatembelea. Sasa nimehamia kwa juu. Karibu sana. Mkubali muokoke. Na huyo sister yetu pia huyo mwenye alizaliwa na hizo nguvu. Pia angeambiwa hiyo story. Anaweza kuja pia. Akuja ombewe na yakombolewe. Kwanza anasemanga ashaombewe. Anaonanga hana shida. Hana shida na hana ndoa. Ako na ndoa ameolewa. Hana ndoa, ako na mtu ndiye ameolewa. Ameolewa lakini huo hawapatani. Swali, ameleta mali nyumbani. Alileta. Alileta nini? Hebu muulize, atakwambia na familia ndoa. Anakuambia afraini. Mateso. Ndoa ni furaha, ndoa si mateso. Huwa wanateseka sana. Nitamwombea atakuwa salama, si Mungu atakuwa tu salama.
mtoto amerudi shule. Naomba kusema haya maneno nyuma yangu. Mtakubali? Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naacha mbele zako. Naacha mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Mimi mwenye dhambi. Ondoa jina langu. Ondoa jina langu kwenye kitabu. Kwenye kitabu cha mauti. Cha mauti. Ukaliandike. Ukaliandike. Kwenye kitabu. Kwenye kitabu cha uzima. Cha uzima. Nimeokoka. Nimeokoka. Na hata kwa mimi. Na hata kwa mimi. Nisamehe. Nisamehe makosa yangu. Makosa yangu. Niyafute. Niyafute. Kwenye kitabu. Kwenye kitabu cha hukumu. Cha hukumu. Uyaandike. Uyaandike. Majina yangu. Majina yangu. Kwenye kitabu. Kwenye kitabu cha uzima. Cha uzima. Asante. Amen. Masaa ya maombi ikifika, nitakuomba. Amen.